بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo kurasa nambari 15 tukianzia katika suali nambari 23. Anasema sin suali takallam an anwa'il bid'i, zungumza kuhusiana na aina za bid'a. Wama dalilu, na ni ipi dalili ala wujudi bid'atin hasana. Wama dalilu, na ipi dalili ala wujudi bid'atin hasanatin, ya kuwepo bid'a nzuri. Jim jawab, albid'atu lughatan, bid'a kilugha hiya kullu ma uhditha, ni kila kilichozushwa ala ghairi mithalin sabiqin lahu, basi na kuwepo mfano wake uliokitangulia kitu hicho. Hiyo ndio bid'a. Maana kila kilichozushwa ambacho hakina kitu chingine mfano wake ambacho nini kilikitangulia kitu hicho. Tamam, hakadha. Hiyo ndiyo maana ya al-bid'a lughatan kilugha. Sheikh hapa ametaja maana ya bid'a upande wa kilugha, hakutaja bid'a upande wa kisheria, lakini wanawazuoni wametaja katika vitabu vyao. Na miongoni mwa taarifu za bid'a kisheria ni albid'atu, bid'a hiya ma uhditha, ni kile kitu ambacho kilichozushwa, mimma, miongoni mwa vile ambavyo, ma uhditha hiya ma uhditha, ni kile kitu kilichozushwa, mimma, miongoni mwa vile ambavyo, lam yarid fil Qur'ani wala fil hadith, hakikuja katika Qur'ani wala katika nini, katika hadithi. Hiyo ndiyo nini maana ya bid'a kisheria. Tamam, hiyo ndiyo maana ya bid'a kisheria, kwa maana kile kitu ambacho nini kilichozushwa, sawa, ambacho hakikuja kuelezwa katika Qur'ani wala katika hadithi, sawa. Na kwa nini wametoa taarifa hii kisheria? Kwa sababu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alipowakusanya watu katika tarawih, alisemaje? Ni'mal bid'atu hadhihi, maana hii ni katika bid'a nzuri. Kwa nini kasema vile Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Kwa sababu jambo lile la kuwakusanya watu usiku kwa ajili ya kuswali swala ya tarawih ndani ya mwezi wa Ramadhani halikutanguliwa tena kwa namna alivyofanya yeye. Kuswali rakaa ngapi? Kuswali rakaa 20. Halikutanguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia halikutanguliwa kuelezwa katika nini, katika Qur'an. Tamam. Kwa wanawazuoni wakaona kwamba taarifu ya bid'a ni hii albid'atu shar'an, bid'a kisheria, hiya ma uhditha mimma lam yarid fil Qur'an wala fil hadith. Tamam. Baada ya hapo Sheikh akaendelea kusema, amma min haythu ash-shar'u, ama katika upande wa kisheria, fatanqasim ila bid'ati huda wa bid'ati dhalalatin. Tamam. Sema amma min haythu ash-shar'u, ama katika upande wa kisheria, fatanqasim, basi bid'a inagawanyika ila bid'ati huda, inagawanyika kwenye vigawanyo viwili. Cha kwanza bid'ati huda, bid'a ya uongofu, maana bid'a nzuri, wa bid'ati dhalalatin, na bid'a ya upotevu. Tamam. Na hili si jambo kwamba halikuzungumzwa na wanawazuoni waliotangulia. Hapana, al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuriwa na al-Imam al-Baihaqi kwenye kitabu cha Manaqib ash-Shafi'i ukurasa wa 469. Tamam. Al-Imam Shafi'i amepokelewa maneno haya, ameyapokea al-Imam al-Baihaqi kwenye kitabu chake cha Manaqib ash-Shafi'i ukurasa wa 469. Al-Imam Shafi'i anasemaje? Al-muhdathatu min al-umuri dharbani, al-muhdathatu, yenye kuzushwa, min al-umuri, katika mambo, dharbani, yamegawanyika katika aina mbili. Ahaduhuma, aina ya kwanza, ma uhditha mimma yukhalif kitaban. Ma uhditha, ahaduhuma, aina ya kwanza, ma uhditha, ni kile kilichozushwa
mimma ambacho kwamba yukhalif kitaban, kinaenda kinyume na Qur'ani au sunnatan au hadithi za mtume au ijma'an au ijma' ya wanawazuoni au atharan au maneno ya sahaba. Fahadhi albid'atu dhalalatu, hii ni bid'a ya upotevu. Kwa sababu gani? Ina khalif kitabu, ina khalif sunna, ina khalif ijma' ya wanawazuoni. Sababu ijma' lazima ihusike jamani, sababu zama zinavyokuwa nini zinakwenda, lazima mambo yatabadilika. Sasa linapokuja jambo geni, wanawazuoni wa zama zile wamelipokea vipi, wamekubaliana vipi katika hilo? Kwa ijmaa lazima ihusike. Kwa ikitokea jambo limetokea kwenye zama fulani, sawa, limetokea katika zama fulani, wanawazuoni wa zama zile wakalipokea na wakakubaliana kuwa linafaa, basi linafaa jambo hilo. Akitokea mtu mmoja kulipinga na ikiwa nini, ikiwa hazingatii kuwa ni katika wanazuoni, haina shida yoyote, itakuwa ni yeye na hawa zake. Tamam, hakadha. Kwa hiyo kwa nini kani bid'atu dhalala? Sababu gani? Yukhalif kitaban au sunnatan au ijma'an au athara. Tamam. Wathaniyatu, na aina ya pili ya hayo mambo yenye kuzushwa, ma uhditha, ni lile lililozushwa min alkhairi, katika upande wa khairi. Ma uhditha min alkhairi, ni lile lililozushwa katika khairi. Wala yukhalif kitaban, na wala alipingani na Qur'ani au sunnatan au hadith au ijma'an au ijma' ya wanawazuoni. Wa hadhihi muhdathatun ghairu madhmumatin, na akasema Imam Shafi'i kumalizia, wa hadhihi muhdathatun ghairu madhmumatin, na hili jambo ambalo limezushwa ambalo alikhalif kitabu wala sunna wala ijma' ya wanawazuoni, ghairu madhmumatin, si jambo baya, kwa maana jambo zuri. Na hivi ndivyo ilivyotokea kwa maswahaba. Maswahaba ilivyotolewa rai ya kukusanya msahafu sawa sawa, kwenye kitabu jambo hilo halipo, kwenye Qur'ani halipo, lakini ilikaa ijmaa ya wanawazuoni wa zama zile ambao ni makhalifa na wengineo. Sasa wakakubaliana wakanini kusanya Qur'ani katika kitabu kimoja. Tamam, hakadha. Sawa. Maneno haya ameyanukuu al-Imam al-Baihaqi kwenye kitabu chake cha Manaqib ash-Shafi'i, lakini pia ameyanukuu al-Imam Ibn Asakir kwenye kitabu cha Tabyin kadhib al-Muftari, Tabyin kadhib al-Muftari. Tamam, katika safa ya 97. maneno ya al-Imam ash-Shafi'i nasema, al-muhdathatu min al-umuri dharbani ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalif kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan, فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، وهذه محدثة غير مذمومة. تمام، هكذا. لكن فيها كسمع الإمام النووي البدعة بكسر الباء، سمع الإمام النووي البدعة بكسر الباء في الشرع، بدعة وكتيا كسر kwenye be في الشرع katika sheria, hiya ihdathu, ni kuzusha mali ile ambalo lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, halikuwepo katika zama za mtume. Wa hiya, na hilo lenye kuzushwa, munqasimatun, linagawanyika, ila hasanatin, linagawanyika katika vigawanyo viwili, ila hasanatin, linagawanyika kuwa ni zuri, wa kabihatin, na kuwa ni baya. Tamam, hakadha, hivyo ndivyo wanawazuoni walivyosema. Lakini pia akasema Sheikh Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abd Salam rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Al-Qawaid, alisema al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin, kwamba bid'a inagawanyika katika vigawanyo vitano vya sheria. Bid'a inagawanyika katika vigawanyo vingapi vya sheria? Ila wajibatin, kuna bid'a ambayo ni wajib, wa muharramatin, na bid'a ambayo ni haram, imeharamishwa, wa mandubat, na bid'a ambayo ni sunna, imependekezwa kufanywa, wa makruhatin, na bid'a ambayo ni karaha kuifanya, wa mubahatin, na bid'a ambayo ni halali. Mfano sisi kumsherehekea mtume, kufanya maulid, kufanya maulid ni bid'a, sawa? Kufanya maulid ni bid'a, lakini katika bid'atin hasanatin mubahatin, ni katika bid'a ambayo ni hasan, nzuri, lakini pia ya halali. Na dalili ni ipi? Dalili ni kwamba katika zama ambazo maulidi yanazushwa, wale wanawazuoni wa zama zile walikubaliana kwamba maulidi yanafaa, maulidi yanafaa. Kwa hiyo ijmaa ya kukubaliwa maulidi ipo kabla Ibn Taymiyyah hajazaliwa. Ibn Taymiyyah
kwa bahati nzuri naye aliyakubali maulidi alisema kwamba wanaofanya hivyo huenda wakalipwa kheri, katika kitabu chake cha Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Tamam. Maulidi yamezushwa katika zama za kina Abu Shama, zama ambazo wameishi wanawazuoni wakubwa. Abu Shama ni sheikh wa al-Imam an-Nawawi. Tamam. Abu Shama ni sheikh wa al-Imam an-Nawawi zama hizo za nyuma. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo ndio bid'a, na hivyo ndio vigawanyo vyake, na hayo ndio maneno ya ulama kuhusiana na bid'a. Tamam. Hakadha. Kwa amma min haythu shar'u fatanqasim ila bid'ati huda wa bid'ati dalalatin. Tamam. Hakadha. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa rahbaniyatan ibtada'uha, na kule kujizuia kwa matamanio wa rahbaniyatan ibtada'uha, na kule kujizuia na matamanio, ibtada'uha, walikokuzusha hawa wafuasi wa Isa alayhi salam, ma katabnaha alayhim, hatukuwa faradhishia hilo juu yao. Ma katabnaha alayhim, hatukuwa faradhishia hilo juu yao, lakini wao walifanya. Sasa na hawakulifanya illa ibtighaa ridwanillah, isipokuwa ni kwa ajili ya kupata radhi za Allah. Tamam. Allah amesema hivi ndani ya Qur'ani, anasema mshereheshaji, Allahu madaha fi'la atba'i Isa almuslimin. Allah madaha fi'la atba'i Isa almuslimin, Allah amekisifu kitendo cha wafuasi wa Nabii Isa almuslimin, ambao walimwamini Nabii Isa na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Min inqita'ihim, kutokana na kujikata kwao, anishahawati, kutokamana na matamanio. Maana min inqita'ihim anishahawati, kutokana na kujizuia kwao na matamanio. Mimma kujizuia ambako lam yufradh alaihim, hakukufaradhishwa juu yao, kwa maana jambo hilo alikuwa ni wajibu kwa wao, lakini wao walifanya. Tamam. Walifanya. Wadhalika, na huko kulifanya hilo walilifanya ibtighaa ridwanillah, walilifanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, waja wa Mwenyezi Mungu wanafanya jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hata hakuwalazimisha walifanye, hakuwaambia walifanye kupitia ulimi wa nabii wake Nabii Isa alayhi salam, lakini wao waliamua kufanya. Yote ni kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, yote ni kutaka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, yote ni kujitahidi katika matendo mema, na Allah akalisifu jambo hilo. Tamam. Hii ni dalili ya kuwepo kwamba hii ni dalili ya kuwepo bid'a nzuri, bid'a nzuri. Ile kullu bid'atin, ile kullu pale sio kullu ya kulliya, ni kullu ya juz'iyya. Tamam. Hakadha. Alhaditha, anasema mtunzi anapokea hadithi inayosema, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Man sanna fil islami, mwenye kuanzisha katika Uislamu, sunnatan hasanatan, jambo zuri, falahu ajruha, atapata malipo ya jambo hilo, wa ajru man amila biha, na malipo ya yule ambaye atakuja kulifanya jambo hilo min ba'dihi, baada yake. Hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituhimiza na kutuambia, fanyeni mambo mazuri hata kama mimi sijayafanya. Sasa hata kama ikitokea kuna jambo mimi sijalifanya ni zuri, nanyi Allah akawapa taufiki ya kulifanya, basi lifanyeni, kikubwa liwe zuri. Na kwa kuwa litakuwa zuri mtalipwa, lakini pia watalipwa wale ambao nini, yani mtalipwa kwa nyinyi kulifanya. Tamam. Na kwa kuwa ni zuri mtalipwa nyinyi kwa kulifanya, lakini pia mtapata malipo kwa wale watakaokuja kulifanya baada yenu. Ndiyo maana ya hadithi hii. Wewe unayekataa unampinga mtume, na kumpinga mtume ni kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Hakadha. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea al-Imam al-Muslim. Waqad ahdatha as-sahabatu wa man ba'dahum, na hakika walizusha masahaba, wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada ya masahaba, kathiran min al-umur,
mengi katika mambo, kwa maana walizusha mambo mengi. Tamam, hakadha waqad ahdatha as-sahabatu, na hakika walizusha masahaba, wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada ya masahaba, kathiran min al-umuri, mambo mengi sana, al-hasanata, ambayo kathiran min al-umuri al-hasanati. Tamam, hakadha kathiran min al-umuri al-hasanati, mambo mengi, fi dini, ndani ya dini, fi dini, ndani ya dini. Watalaqatha al-ummatu, na umma ukayapokea mambo hayo bilqabuli, kwa kabuli, kwa maana umma ukayapokea mambo hayo kwa moyo mmoja, kuonesha kwamba yanafaa. Kaamali al-maharib, kaamali al-maharib, kama kutengeneza mihrab misikitini. Sasa kutengeneza nini? Kutengeneza mihrab wapi? Misikitini. Mihrab ni kile kibla, kile kibla, ile sehemu ambayo inaonyesha kwamba huu ndio uelekeo wa kibla. Jambo hili alilianzisha Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, katika makhalifa wakubwa wa Kiislamu. Umar ibn Abdul Aziz sasa ndiye alianzisha jambo hili. Tamam, hakadha. Wal adhan athani, na adhana ya pili, li salati aljumaa, kwa ajili ya kuswaliwa swala ya aljumaa, jambo ambalo alilianzisha Sayyidina Uthman ibn Affan. Tamam, hakadha. Wa tanqiti almashafi, na kutia nukta au vitone katika matamshi ya msahafu, jambo ambalo lilianzishwa na Yahya ibn Ya'mar, Yahya ibn Ya'mar. Tamam, Yahya ibn Ya'mar, sawa sawa, ambaye ni katika nini? Huyu ni katika tabi'ina. Sawa, Yahya ibn Ya'mar ni katika tabi'ina. Tamam, hakadha. Wa amali almaulid, wa amali almaulid, na jambo la kufanya nini? Kufanya maulidi an-nabawi al-sharif, ya mtume wetu mtukufu sallallahu alayhi wasallam. Tamam, jambo ambalo linaanzishwa na Malik al-Mudhaffar. Tamam, sawa sawa, anafahamika. Kwa hiyo hawa wote waliyafanya mambo haya baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuondoka wapi? Ulimwenguni. Sawa sawa sawa, walifanya mambo haya baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, na umma ukayapokea mambo haya. Kwa nini? Kwa kabuli sana. Sawa sawa. Ibn Taymiyyah anasema katika kitabu chake cha Iqtidau Siratal Mustaqim. Sasa Iqtidau Siratal Mustaqim, juzuu ya pili, safha ya 126, anasema fata'dhimu al-maulidi wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas. Sasa niko natafuta maneno. Fata'dhimu al-maulid, basi kuyaadhimisha maulidi, kwa maana kuyafanya kwa vishindo, kuyafanya vizuri, kuyaandaa kwa uzuri yakapendeza. Wattikhadhu mawsiman, na kuyawekea msimu maalum kuyafanya maulid. Qad yaf'aluhu ba'd an-nas, huenda likafanya jambo hili na baadhi ya watu. Wayakunu lahu fi ajrun adhim, na atapatikana kwa mwenye kufanya hivyo malipo makubwa sana. Lihusni qasdihi, kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake. Wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu yani, na kwa sababu ya nini? Na kwa sababu ya kumwadhimisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema hivyo. Tamam, Sheikh Ibn Taymiyyah anasema hivyo, Sheikh wa mawahabi. Tamam, anasema hivyo. Sin sual takallam an al-amali bis-sihri, zungumzia kuhusiana na kutumia uchawi. An al-amal bis-sihri, zungumzia kuhusiana na kutumia uchawi. Jim jawabu, al-amal bis-sihri haramun, kutumia uchawi ni jambo la haramu, ni jambo la haramu. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ma kafara Suleiman, na Suleiman hakukufuru, walakinna shayatina kafaru, lakini mashayatani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihra, walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Tamam, hakadha. Alhaditha, anasema mpokezi, anasema mtunzi wa kitabu anapokea hadithi. Tamam, alhaditha, anapokea hadithi mtunzi wa kitabu, hadithi inayosema ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, sawa, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qila, mtume akaulizwa, mtume anaambia masahaba zake, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat,
jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qila, akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama hiya ya Rasulullah, na ni yapi hayo mambo saba yenye kuangamiza ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Qal, Mtume akasema, ashirku billahi was-sihru, ashirku billah, kumshirikisha Allah, was-sihru, na uchawi. Alhaditha rawahu Muslim, mpaka mwisho wa hadithi. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim, kwa maana hadithi inaendelea. Tamam, lakini mahallu shahid ni as-sihru. Tamam, hakadha. Kwa hiyo sihri, kutumia uchawi kwa ajili ya kuwadhuru watu, ni jambo lisilofaa, ni jambo la haramu na kuna madhambi makubwa ndani yake. Tamam, hakadha. Ni jina la Allah. Tamam. Sin suali, ma dalilu ala anna man rama waraqatan fiha ismu Allahi fi al-kadhurat biqasdi al-istighfaf yakfuru. Sin suali, ma dalilu, ni ipi dalili ala anna man rama waraqatan, juu ya kwamba yule aliyetupa karatasi ambayo fiha, ndani ya karatasi hiyo, ismullah, kuna jina lolote ile la Mwenyezi Mungu, fil kadhurat, fil qadhurat, tena akaitupa karatasi hiyo, fil qadhurat, tena akaitupa karatasi hiyo katika nini? Sehemu ya uchafu, sehemu iliyojaa uchafu. Tamam, haijalishi huwe ni uchafu wa vyakula au uchafu wa najisi. Biqasdi al-istighfaf, kwa kukusudia kulidharau lile jina la Allah, yakfuru, ya kwamba mtu huyo anakufuru. Dalili yake ni ipi? Anasema jawab, la yajuzu ramyu waraqatin fiha ismullahi fil mustaqdhari, haijuzu, la yajuzu, haijuzu ramyu waraqatin, kutupa karatasi ambayo fiha, ndani yake, ismullahi, kuna jina la Mwenyezi Mungu, fil mustaqdhari, tena katika sehemu iliyojaa uchafu au katika sehemu yenye uchafu. Walladhi yaf'alu dhalika, na yule ambaye analifanya hilo, istighfafan, kwa kulidharau lile jina la Allah subhanahu wa ta'ala, yakfuru, anakufuru. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tamam, hakadha. Qala ibn Abidin, amesema ibn Abidin, yakfuru man rama al-mashafa fi al-qadhurat, yakfur, ana kufuru, man rama al-mashafa, yule atakayeutupa msahafu, fi al-qadhurat, katika sehemu ya uchafu. Walau lam yaqsudi al-istighfaf, walau lam yaqsudi al-istighfaf, hata kama ikiwa hakukusudia kuudharau ule msahafu, lianna fi'lahu, sawa, hata kama nini, hata kama ikiwa hajakusudia kuudharau ule msahafu, lakini sasa atakuwa nini? Anakufuru. Lianna, kwa sababu, sasa lianna, kwa sababu, fi'lahu, kile kitendo chake itakufanya hivyo, hata kama hajakusudia kuudharau msahafu, yadullu ala al-istighfafi, kinafahamisha juu ya kuudharau msahafu. Tamam, hakadha. Sin suali, ma hukmu an-nadhri, ma hukmu an-nadhri, ni ipi hukmu ya nadhiri? Jawabu, yajuzu an-nadhru, sawa, yajuzu an-nadhru, inajuzu kuweka nadhiri, fima huwa qurbatun ila Allah, fima, katika kitendo ambacho huwa, kitendo hicho, qurbatun, ni namna ya kujikurubisha, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Wayajibu alwafau bihi, na ni wajib kuitekeleza hiyo nadhiri. Tamam, hakadha. Amma ma huwa muharramun. Tamam, hakadha. Ama kile kitendo ambacho huwa, kitendo hicho, muharramun, kimeharamishwa, fala yajuzu, haijuzu kukiwekea nadhiri, wala yajibu alwafau bihi, wala haijuzu kukitekeleza. Tamam, mfano wake, kitendo ambacho, kitendo hicho ni miongoni mwa namna za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutoa sadaqa. Tamam, unaweka nadhiri, ya Rabb, ikiwa jambo fulani litaniondoka, ikiwa mtihani fulani utaniondoka, tamam, ikiwa mgonjwa wangu atapona, ikiwa mwanangu atafaulu, sasa nitatoa sadaka ya kadhaa. Kutoa sadaka ni jambo au ni kitendo ambacho nini, cha kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa inafaa. Tamam, lakini ukiweka jambo la haram, mathalan likitokea hili naweka nadhiri ya kuchana msahafu, sasa likitokea hili naweka nadhiri ya kufanya kadhaa, sawa sawa, kitendo hicho
kwanza haijuzu kuweka nadhiri ya kitendo kama hicho, lakini pia sio wajibu kuitekeleza. Sawa, itakuwa ni nadhiri ya kipumbavu, ya kipuuzi. Tamam, hakadha qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, yufuna bin nadhiri, wanatekeleza nadhiri, katika kuwasifia waja wake. Tamam, yufuna bin nadhiri, waja wangu ambao wanatekeleza nini? Nadhiri. Tamam, hakadha. Na wanasema aya hii walikuwa nakusudiwa Sayyidina Ali na mkewe ambaye nani? Ni nana Fatima alayhi assalam. Tamam, hakadha. Alhaditha, mtunzi anapokea hadithi inayosema man nadhara an yutia Allah falyuti'hu. Man nadhara, yule atakayeweka nadhiri, an yutia Allah, ya kumtii Allah, falyuti'hu, basi na amtii Allah. Wa man nadhara an yu'siyahu fala ya'sihi, rawahu al-Bukhari. Tamam, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man nadhara an yutia Allah, yule aliyeweka nadhiri ya kumtii Allah, falyuti'hu, basi na amtii. Wa man nadhara an yu'siyahu, na yule aliyeweka nadhiri ya kumwasi Allah, fala ya'sihi, basi asimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo aya ya juu hii yufuna bin nadhri inatuonesha kujuzu kutekeleza nadhiri ambayo ni kitendo cha kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hakadha. Lakini pia haiswihi kuweka nadhiri katika jambo ambalo ni wajibu. Sawa, nadhiri katika jambo ambalo ni wajibu haiswihi. Tamam, mfano wake na ya Rabbi, ukiondoka mtihani fulani nitafunga Ramadhani yote. Kabla ya hapo Ramadhani ni wajibu wewe kufunga. Tamam, ya Rabbi, mwanangu akipona, likitokea hili zuri, likitokea lile zuri, nitaswali swala zote za faradhi mwezi mzima. Kabla ya hapo ni wajibu wewe nini? Uswali swala 5. Kwa hiyo nadhiri haiwekeki katika mambo gani? Mambo ambayo ni ya wajibu. Tamam, hakadha. Sin swali, ma dalilu ala anna sauta almar'ati laysa awratan? Ma dalilu, ni ipi dalili inayoonyesha ala anna sauta almar'ati, juu ya kwamba sauti ya mwanamke laysa awratan, si utupu. Si utupu. Qala ta'ala, wa qulna qawlan ma'rufa, na semeni maneno mazuri, semeni maneno mazuri, kuonesha kwamba mwanamke anaruhusiwa kusema lile lenye kufaa kusema. Tamam, hakadha. Alhaditha, mtunzi anasema, anapokea hadithi, qala al-Ahnaf ibn Qais, amesema al-Ahnaf ibn Qais. Tamam, sami'tu al-haditha min fi Abi Bakr, fi kwa maana ya kinywa. Tamam, hakadha. Sami'tu al-haditha, nimesikia hadithi, min fi Abi Bakr, kutoka kwenye kinywa cha Abi Bakr, wa Umara, na kwenye kinywa cha Sayyidina Umar, wa Uthmana, na kwenye kinywa cha Sayyidina Uthman, wa Ali, na kwenye kinywa cha Sayyidina Ali. Fama sami'tuhu, basi sikusikia hadithi, kama sami'tuhu min fi Aisha, kama nilivyosikia hadithi katika kinywa cha nana Aisha. Maana al-Ahnaf ibn Qais alipokea hadithi kwa Sayyidina Abubakar na kwa Sayyidina Umar na kwa Sayyidina Uthman na kwa Sayyidina Ali, lakini hakupokea hadithi nyingi kama alivyopokea kwa nana Aisha. Fi, tamshi la fi ay akimaanisha famun, kinywa. Rawahu al-Hakim fi al-Mustadrak. Maneno haya ya Ahnaf ibn Qais ameyapokea al-Imam Hakim kwenye kitabu chake cha al-Mustadrak. Hii kuonesha kwamba nini? Kwamba mwanamke sauti yake sio utupu, sio nini? Sio utupu. Na imekuja katika nini? Katika tarehe mbalimbali kuna wanawake walikuwa ni wenye kutoa mawaidha zama hizo, Baghdad huko, Dimishki, kuna wanawake wanawazuoni wanafanya da'wa kabisa, da'wa sawa sawa, wakalingania watu. Kwa ni jambo ambalo linaswihi. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al afwa minkum.